Habari za wakati huu mtazamaji, mimi ni Benjamin Misanga na huu ni mwendelezo wa matangazo yetu. Prince wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amesema kuwa mpango wa taifa wa dira ya mwaka 2030 umeendelea kutoa mafanikio yenye ubora wa hali ya juu licha ya kuyumba kwa hali ya mambo duniani. Alisisitiza kuwa licha ya mabadiliko ya kimataifa na misukosuko ya kiuchumi na kisiasa iliyotawala mazingira ya kikanda na kimataifa katika muongo mmoja uliopita, dira ya mwaka 2030 imedumisha kasi yake na kufikia mfululizo wa malengo makuu. Alisema kuwa jambo hili limewezekana kupitia mipango ya kimkakati na sera za kifedha zenye nidhamu zilizojengwa juu nyumbulifu na mbinu makini ya kutabiri changamoto na fursa za baadaye. Kwa mjibu wa shirika la habari la Saudi SPA, Prince alielekeza taasisi za serikali kuendeleza juhudi zao kubaini na kuchangamkia fursa na kufanya kazi kwa maslahi mapana ya nchi, raia wake na uchumi wa taifa. Alisifu maendeleo yaliyopatikana katika miaka ya hivi karibuni, akiyataja kama maendeleo ya kitaifa jumuishi na endelevu ambayo yanaweka raia wa Saudi Arabia kuwa kitovu cha kila kitu. Alisifu maendeleo yaliyopatikana katika miaka ya hivi karibuni, akitaja kama maendeleo ya kitaifa jumuishi na uendelevu ambao yanaweka raia wa Saudi Arabia kuwa kitovu cha kila kitu na yanalenga uongozi wa kimataifa katika sekta mbalimbali. Awamu ya tatu na ya mwisho 2026 hadi 2030 ilibainisha kuwa dira ya mwaka 2030 itaingia katika awamu yake ya tatu ya mwisho kuanzia mwaka 2026 hadi 2030, ikiashiria kipindi cha kilele cha utekelezaji wa mipango na mikakati ya kitaifa, huku zana za mabadiliko zikiwa zimefikia kiwango cha juu kabisa cha utayari. Alisema dira hii itaendelea kufuatilia malengo yake kwa kuimarisha mafanikio ya mabadiliko ya kitaifa, kiuchumi na kijamii, huku ikiongeza kasi ya utekelezaji. Matamshi hayo yalikuja wakati wa Baraza la Masuala ya Uchumi na Maendeleo yalipokuwa kipitia ripoti mpya za dira ya mwaka 2030. Baada ya awamu ya kwanza na ya pili, dira hiyo imeweka msingi imara ya ukuaji katika uchumi wa aina mbalimbali kupata maendeleo makubwa. Awamu ya tatu itajikita katika mambo makuu manne. La kwanza, kuimarisha jukumu la mfuko wa uwekezaji wa umma PIF na mfuko wa maendeleo wa kitaifa katika kuchochea uwekezaji wa ndani. Na swala la pili ni kupanua ushiriki wa sekta binafsi katika ukuaji wa uchumi na kuongeza uzalishaji wa ndani. Tatu, kuboresha miundombinu na huduma muhimu kwa raia, wakazi na wageni. Na nne, kuwekeza katika uwezo wa wanaume na wanawake wa Saudi Arabia ili kufikia ushindani wa kimataifa. Zaidi, dira ya mwaka 2030, baraza lilisema kuwa kufikia mwaka 2030 si mwisho wa juhudi za maendeleo za Saudi Arabia, bali ni msingi wa ukuaji wa baadaye kwa miongo ijayo. Ufalme huo utaendelea na mwelekeo wake kuelekea uongozi wa kimataifa, ukisaidiwa na uongozi wake thabiti na idadi ya watu wenye matamanio makubwa.